Haleluya. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu kwa ajili yako popote pale ambapo unanifuatilia, ukiwa ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania. Moja kwa moja ni sehemu ya pili pia ya kuendelea kumsihi Mungu kwa ajili yako wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa ya ukimwi, pressure, kansa, vifua vikuu, malaria na TB na kadhalika. Ningependa kukujulisha kwamba umepata neema machoni pa Mungu, nami pia nimepata neema machoni pa Mungu ili kuweza kumuomba Mungu juu ya swala hili ambalo ni nyeti kwa wengine na ni zito, lakini kwa Mungu ni jepesi machoni pake. Hivyo leo tena kwa wakati mwingine na majira haya ningependa tuweze kuendelea kuomba na kumsihi Mungu kwa rehema na kwa huruma zake ili uweze kutoka katika kifungo yamkini cha kutokuamini pamoja na uzito wa tatizo, na ukadhani ya kwamba ni jambo gumu, lakini tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu, na kila jambo ambalo kwa mwanadamu ni lizito kwa Mungu ni jepesi. Basi tuombe. Baba Mungu, ninakushukuru Mungu wa mbingu na nchi, mfalme wa utukufu, Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka, uliyezungukwa na wingi wa maserafi na makerubi na wazee 24 na wa uhai 4. Asante tena kwa nafasi hii na kwa kibali hichi ambacho umenipatia ili niweze kuleta hoja hii nzito mbele zako, ili watoto wako wakapate haki ya kuwa na uzima na kisha kuwa nao tele. Baba, kama alivyotangulia kusema nasi katika kitabu cha Yohana 14:12-14, ni wewe uliyesema, amini amini nawaambia, yani aminie mimi, kazi nizifanyazo mimi naye atafanya, na mkubwa kuliko hizo, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Hivyo Bwana, nami nakuamini na ninaomba hata kupitia imani ambayo ipo ndani mwangu iweze kumfungua huyu mama anayesumbuliwa na gonjwa la ukimwi, baba, kijana, mzee na mtoto, na kwa kupitia imani yangu akatoke katika maangamizo, akatoke katika vifungo, akatoke katika utumwa wa kumeza dawa kila wakati ambazo wanadai ni za kufubaza virusi vya ukimwi. Hivyo Bwana, ninashuka chini yako, Mungu wa pekee, Mungu siyeshindwa na jambo lolote. Mungu uliyesema nami, na uliposema nami roho ikaniingia ikanisimamisha, nikasikia wewe uliyesema nami ya kwamba nitakapo sema neno lote kwa neno lako, moja kwa moja utawaponya watu hawa kwa kupitia yale ambayo nimekusii na kukuomba Bwana Mungu kwa ajili ya uponyaji wa afya za watoto wako zinazosumbuliwa na kushambuliwa na virusi vya ukimwi. Hivyo Bwana, nakuamini pia. Napenda kutanguliza shukrani kwa ajili ya watu wako ambao Mungu kama mbingu umewawazia, umewafikiria, umewajali na ukaona kilio cha mama mmoja, baba mmoja, kijana mmoja ama taifa lolote duniani, wakikulilia kwa sababu ya masumbufu na shida na tabu zilizokuwa zikiwakabili watu wa mataifa yao kutokana na gonjwa hili la ukimwi. Hivyo nasema asante Bwana, kwa maana naamini mbingu zikiwa upande wetu, na kwa majira kama haya ambayo mbingu kwa umeamuru uponyaji, basi kila aaminie na yule ambaye kupitia mafundisho haya atapokea uponyaji, ikiwa na maanisha kama vile wakati Yohana alipokuwa pia akiwabatiza, na we Yesu Kristo ulipofika mahali pale
na ukamwambia yatupasa kupata haki yote. Ndivyo ambavyo ulipoingia katika ubatizo, tazama Roho wa Mungu akashuka kama ua, na aliposhuka kama ua, tunaamini Mungu kupitia maombi haya, kwa kuwa yupo mama ambaye kupitia maombi haya yatakuwa sehemu ya ubatizo. Hivyo roho ya uponyaji rima shanda rabu sikaraba itokao kwa Mungu itashuka kama ilivyoshuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na aliposhuka moja kwa moja kwa mama huyu itaenda kuleta badiliko la mwili, hata uchafuzi wa damu utaenda kubadilishwa, kwa maana yale yatokayo juu katika kiti chako cha enzi, kiti chako cha rehema, yale yatokao kwako Mungu uliyeketi mahali pa juu, huwa ni kwa ajili ya badiliko, huwa ni kwa ajili ya usafisho, huwa ni kwa ajili ya utakaso, na huwa ni kwa ajili ya uponyaji katika miili ya watu wako. Nikiwa nimeomba na kuamini ya kwamba hata wakati ule malaika alipomtokea Mariamu akamwambia, tazama utachukua mimba, na mimba hiyo ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Aliposema naye yale maneno, tazama Roho akamuingia, na roho wa uponyaji wakati nasema na huyu mama, huyu baba anayesumbuka na ukimwi, pressure, kifua kikuu, malaria, TB, roho hiyo ipate kuingia na ikapate kutungisha uzima, uponyaji, afya katika maisha ya huyu mama, huyu baba, huyu kijana, huyu mzee, huyu mtoto, popote pale ambapo ananisikia. Nikiwa Bwana nimetanguliza nikiamini wewe Mungu unaisikia sauti ya mtumishi wako ili upate kuyatimiza yale niliyokuomba. Nikiomba pia rehema na msamaha kwa watoto wako ambao Bwana wamejikuta wakipoteza tumaini, wamejikuta wakikata tamaa, wakiona haiwezekani, ili hali yote yanawezekana katika wale walioamini. Nami nimeomba pia hata kwa imani ambayo Bwana iliweza kuwasaidia hata mwanafunzi ambaye alikuwa yuko katika hali mbaya. Tazama wale wakamshusha katika ukuta, wakasema imani ya watu wale inaenda kuponya afya, shida na matatizo. Nami naamini Bwana kupitia hichi ninachokiomba, mama huyu, baba huyu, kijana huyu, mzee huyu, mtoto huyu anaenda kupona na kuwa mzima katika jina la Yesu. Hivyo ninaomba Bwana kutumia nafasi hii pia kumtakasa kwa damu yako, kumsafisha, kumuosha kwa damu yako Yesu Kristo, ili akapate kufanyika kuwa safi kama theluji, akapate kufanyika kuwa safi kama hisopo, kama vile ilivyowapasa ya kwamba watakaswe kwa maji yanayotiririka kutoka hekaluni. Nami Bwana nikiwa kama hekalu la Roho Mtakatifu, na ndani yako Mungu umeachilia maji ambayo ni neno, na maji haya yana uzima. Ninaomba Bwana Yesu niachilie maji hayo kama sehemu ya utakaso wa roho, wa nafsi, wa nia, wa utashi, wa hisia, wa fahamu, wa mawazo ya kila mmoja. Na nikiomba Mungu kupitia maombi haya ikawe ni kama ubatizo wa kuwazamisha watu kuingia ndani ya hili neno lako, na wanapoibuka na wanapotoka Bwana wakawe wazima kama mtu anavyobatizwa kutoka katika maji. Neno lako ni maji, neno lako ni uzima, na umesema mwenyewe Bwana, nami nitawanyunyizia maji yaliyo safi, nanyi mtakuwa safi. Nami Bwana ninaomba kunyunyiza maji yatokao katika hekalu lako, yatokao katika Edeni, ili apate kuwafikia wote katika mataifa,
wanaosumbuka na gonjwa hili la ukimwi. Mwingine ni pressure, mwingine ni kisukari, mwingine ni TB, mwingine ni malaria, mwingine ni typhoid. Rina mashanda rabo koporina masaka. Robo shinda rana masika raba. Raba shinda raba. Kwa jina lako Yesu Kristo, ninapoachilia Bwana maji haya, rina mashanda rabo kaparaba. Rina mashanda. Ninapoomba maombi haya Bwana, mwanao kupitia maombi haya akazame raba shanda raba. Kupitia maombi haya yakamzamishe raba shanda raba kiroho, yakamzamishe raba kifikra, yakamzamishe kimtazamo, yakamzamishe rina makaparaba kiroho, rina mashanda raba kaparaba, raba shinda raba, na akatoke katika hilo shida anayoipitia kwa jina la Yesu, ya magonjwa ya ukimwi, kwa jina la Yesu ya magonjwa ya pressure, kwa jina la Yesu ya magonjwa ya kisukari, kwa jina la Yesu ya TB. Nikamzamishe rina mashanda raba kaparaba, akatoke kwenye hiyo dhambi katika jina la Yesu, ya kutokuamini, ya moyo mgumu, ya moyo mzito, ya kutokuamini kwamba Mungu unaweza kuyatenda mambo makuu na ajabu kupita akili na fahamu za wanadamu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Raba shinda raba kaparaba, rama shinda rabo koporanama, rina mashanda raba kaparaba, katika jina la Yesu Kristo. Rina mashanda rabo kaparama, raba shinda raba kaparaba. Ninamsogeza hata huyu ambaye hajiwezi kabisa, aliyebaki kuwa mifupa mitupu kutokana na ugonjwa huo umemtafuna ama umemtesa ama umemuingia kwa miaka mingi mpaka amebaki mifupa mitupu, katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia maji yako kutoka hekaluni, ninaachilia maji yako kutoka Edeni, ninamnyunyizia kwa jina la Yesu, ninamnyunyizia kwa jina la Yesu, hata wakati anaposikia maombi haya, katika jina la Yesu. Akazame kilindini mwako, akazame ndani ya maombi haya, akazame ndani ya maombi haya toba, akazame ndani ya maji haya, akazame ndani ya mafundisho haya, akazame ndani ya maombi haya, akazame rina mashanda rabo, raba shinda raba, akitoka ndaraba shinda raba, akina mashanda raba kaparaba, hakwenda kwenda kupima kwa jina Yesu, ajikute akiwa mzima kwa jina Yesu, akitoka raba shanda raba kaparaba kwenda kufanya check up katika mwili wake kwa jina la Yesu, ajikute amepona, ajikute ni mzima, ajikute raba shanda raba, raba shanda yule shida ya ukimwi na pressure na kisukari iliyokuwa imemsumbua kwa muda mrefu imetoka na kumwachia katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana akamwambia Mariamu raba kupitia malaika, raba shanda, tazama hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu aliye juu, raba shanda raba, raba shinda, na huyo mama azaliwe upya Bwana, katika jina la Yesu. Wale waliokuwa kimbeza wakisema ni mgonjwa, raba shanda raba, huyu baba waliokuwa kimbeza, raba shanda raba, huyu mtoto anaosema waliokuwa kimbeza wakisema wazazi wake yamkini wamekufa na ukimwi au yeye ameachiwa, raba shanda raba, raba shinda raba, wale wanaokusema maneno leo kwa jina Yesu ukafanyike kuwa upya, kwa jina la Yesu Kristo ukafanyike kuwa upya. Mungu akawazibe midomo yao wote waliokunenea maneno wakasema raba shanda haponi kwa jina Yesu, wakasema hata maliza mwaka huu kutokana na ugonjwa wa ukimwi, kutokana raba shanda raba na zile alama, kutokana raba shanda raba na yale magonjwa nyemelezi, kwa jina la Yesu Kristo ukatoke kuwa mpya, ukatoke kuwa mpya. Rina mashanda raba, nimekuja kwako kama mfano wa yule malaika aliyemtokea Mariamu. Naongea na wewe mwanamke kama kanisa, raba shanda raba, nina mashanda raba, unamtumikia Mungu katika jina la Yesu, unamtumikia Mungu wewe kama kanisa. Rina mashanda raba, rina makaparaba, naongea na kanisa kwa jina la Yesu, kanisa la Bwana popote lilipo duniani kwa jina la Yesu. Na mtu katika hali hiyo ya raba shanda raba kama kanisa yuko katika magonjwa, yuko katika shida, yuko katika tabu, anasumbuliwa na ukimwi, anasumbuliwa na vidonda na pressure na kansa na TB, raba shanda raba, rina makapa, na akaambiwa TB hiyo inatokana na mashambulizi kwenye seli zake
kwa jina la Yesu Kristo. Ana mkanda wa jeshi kutokana na huo ukimwi kwa jina la Yesu Kristo. Rabashandaraba rabakapa, kama malaika rina mashandaraba aliyemtokea Rabashana Mariamu na yule aliyemtokea Yusufu akamwambia usiogope kumchukua mkeo Mariamu, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Rabashandaraba rabakaparaba rina mashanda, na akamwambia Mariamu, salamu Mariamu, umejaa neema. Rabakapa, akasema ni salamu gani hii? Rabashandaraba akamwambia, tazama Rabashandaraba, utapokea mimba na leo kwa jina la Yesu. Tazama we mama unayesumbuliwa na ukimwi, utapokea mimba Rabashandaraba rabakapa ya uzima kwa jina la Yesu, mimba ya uponyaji rabakaparaba, mimba Rabashanda rabakaparaba ya rabakapa ya kufufuka kutoka Rabashandarabakapa kwenye na mashandarababa, kwenye magonjwa haya waliokuambia kilichobaki tu ni kifo, unaenda kupokea mimba ya kufufuka kutoka kwenye shida hiyo, kutoka kwenye tabu hiyo, kutoka kwenye matatizo hayo, katika jina la Rabashanda, katika jina lenye mamlaka la Bwana wetu Yesu Kristo. Rina mashandaraba, na aliyesema amini amini na waambia, yani aminie mimi kazi nizifanyazo mimi na mkubwa atazifanya, kwa sababu mimi naenda kwa Baba, nami Bwana ninakuamini. Rabashandaraba na makaparaba rina mashandaraba kwa jina la Yesu Kristo. Rina mashanda, hata huyu Bwana ambaye imani yake iko chini, Bwana naomba umuinulie imani yake, naomba uinue imani yake ili apate kuamini. Rabashindaraba rabukaparaba, ili apate kuamini. Rabashandaraba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kama Mariamu aliposema Rabashanda Rabashandaraba na amina na iwe kama ulivyosema. Mariamu alisema amina na iwe kama ulivyosema. Na amini Bwana, huyu mama ambaye ni kanisa lako, huyu baba ambaye ni kanisa, huyu binti ambaye ni kanisa, kijana mzee mtoto ambaye ni kanisa, na anakutumikia wewe Bwana kwa njia rabakaparaba ya uimbaji, kwa njia ya utume, kwa njia ya unabii, kwa njia ya uinjilisti, kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya zaka, kwa njia ya dhabihu, kwa njia ya Rabashanda rina makapa ya ujenzi wa nyumba yako. Rina mashandaraba, anakutumikia Bwana kwa moyo wake wote, kwa akili zake zote, kwa fahamu zake zote. Rabashindaraba na makaparaba, na kwa mali zake zote. Rina mashandaraba rina makaparaba, na ukamwaidia Bwana kama ulivyomwaidia Rabashandaraba mwanamke Rabashandaraba rabakaparaba rina mashandaraba kapa, kama ulivyomwaidia mwanamke Ana kwamba Rabashandaraba atapokea mimba na mashindaraba, na kwa ahadi yako Bwana uliyoiahidi Rimashandaraba kwa wanayekutumikia sawa sawa na kile kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25 hadi ile aya 26. Nani mtamtumikia Bwana Mungu wenu, na atabariki chakula, ataondoa ugonjwa kati yako, maana kuna tofauti Bwana ya kupoza na kuondoa, katika jina la Yesu. Hata ulipotutuma ukasema nendeni ulimwenguni mote Rabashandaraba mkawafanya watu wangu kuwa wanafunzi wangu Rabashandaraba, mkipoza wagonjwa, mkitakasa wenye ukoma, mkifufua wafu, mmepoa bure, toeni bure. Nami Bwana Rabashanda na makaparaba rina mashandaraba, ujumbe huu Bwana, maombi haya yafikie mataifa yote Bwana Rabashandaraba na makaparaba, yawafikie kwa jina Yesu wanaosumbuka na ukimwi kwa jina la Yesu, na wanakutumikia we Bwana Rabashandaraba kwa akili zao zote, kwa fahamu zao zote, kwa kuimba Rabashandaraba, kwa kufanya kazi yako Bwana ya utume Rabashanda ya uinjilisti Rabakaparaba. Wengine Bwana wanatumika Rabashandaraba kaparaba Rabashandaraba kaparaba kwa kuhakikisha nyumba yako Bwana na mashandaraba kapa inapowepo chakula nyumbani kwako Rabashandaraba, na wamekujaribu kwa kutoa Bwana ili ukapate kuwafungulia madirisha Rabashandaraba, hata ya uzima, hata ya uponyaji, katika jina la Yesu. Nami Bwana ninasimama katika kifungu hichi kama ilivyoandikwa, leteni hoja zenu rina mashanda zilizo nzito
ili mpate haki yenu. Mimi nasimama Bwana kwa niaba ya baba anayesumbuka na ukimwi, huyu mama, huyu kijana, huyu mzee, huyu mtoto, akiwa Tanzania, akiwa Kenya, akiwa Uganda, akiwa Rwanda, akiwa Rwanda, akiwa Somalia, akiwa Mashanda, akiwa Burundi, akiwa South Mashanda, Raba Kaparaba, South Africa, Raba Shanda Raba, Rina Mashanda, akiwa Ujerumani, akiwa Australia, Rina Mashanda, akiwa Sri Lanka, Rina Masika Rabo, na Makaparaba, Raba Shanda, akiwa Dubai, Rina Mashanda, akiwa Japani, akiwa Uchina. Kwa jina la Yesu Kristo ninaleta hoja Bwana, ninaleta hoja Bwana iliyo nzito, ili Bwana ukapate kumtimizia haki yake, kama ilivyoandikwa kwenye Zaburi 62:11 ule mstari wa 12. Mara moja Mungu umenena haya, mara mbili umesikia ya kwamba nguvu zina Mungu. Na Mashanda Rabaka Paraba, Raba Shanda Raba, Rina Mashanda. Mara moja umenena Mungu, mara mbili nimesikia haya ya kwamba nguvu zinatoka kwako, Raba Shanda Rabaka Paraba, za uponyaji. Na Mashanda Rabaka Paraba, maana we Mungu umlipa mtu sawa sawa na haki yake. Baba, tazama huyu baba anasumbuka na ukimwi, na umesema utamlipa, Raba Shanda Raba, sawa sawa na haki yake. Amekutumikia Bwana na Makaparaba Shanda, na umeahidi ya kwamba utaondoa ugonjwa kati yake. Ni haki yake Bwana, kwa baada ya kutumika umuondolee ukimwi ulio kati yake, umuondolee ukimwi ulio kati ya mama huyu, kati ya baba huyu, kati ya kijana huyu, kati ya mzee huyu, kati ya mwanafunzi huyu, kati ya mkurugenzi huyu, kati ya meneja huyu, kati ya mkulima huyu, kati ya mfugaji huyu. Rina Mashanda Raba na Makaparaba, maana katika kazi ile ile ambayo umempa Bwana, Raba Shanda Raba, ametoa sehemu anakutumikia wewe, ili na wewe Bwana upate kutimiza ahadi yako sawa sawa na haki yake, katika jina la Yesu. Raba Shanda Raba, sawa sawa na haki yake. Tunaomba Bwana, ninaomba Mfalme, ninaomba Adonai, ninaomba Jehova Shia, ninaomba Mashia, ninaomba Jehova Nise, ninaomba Jehova Mikadeshi. Ninakuomba Bwana Mungu wa mbingu na nchi, Rina Mashanda Raba na Makaparaba Shanda Raba Kaparaba, uleta watoto karibu, Raba Shanda Raba, usishinde kuwazalishia uzima Bwana. Wewe ndio waleta watoto wako karibu, ili uwazalishie uponyaji na afya, Raba Shanda Raba Kapa, ili wazidi kukutumikia wewe Bwana, Raba Shanda. Maana yupo mwingine anatamani ya kutumikie, lakini Bwana yuko kitandani, Raba Shanda Raba Kaparaba, anasumbuka na ugonjwa, na moyo wake Mungu wewe uchunguza, Raba Shanda, hata kumlipa sawa sawa na haki yake. Chunguza Bwana, chunguza Bwana, chunguza Bwana, hata ule moyo uliokutolea Bwana, ili ukapate kumlipa uzima Bwana. Yule anayesumbuka na ukimwi amekutumikia Bwana, Raba Shanda, kwa kuimbia Bwana, Rina Mashanda Raba, Raba Kaparaba, kwa jina la Yesu Kristo amekutumikia Bwana, kwa kuachilia Raba Kaparaba Shanda na shamba lake, ili jenge nyumba yako, katika jina Yesu. Amekutumikia Bwana, Raba Shanda Raba, yeye na watoto wake, yeye na familia yake, yeye na ndugu zake, Raba Shanda Raba, Rina Masaka ina Raba, Rabo Shinda Raba, Raba Shanda. Ninaomba usikie kilio, ninaomba usikie maombi yangu Bwana, nialetao mbele zako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maana umesema mara moja amenena Mungu, mara mbili nimesikia haya ya kwamba nguvu zina Mungu na fadhili ziko kwako. Maana we Mungu ndio mlipaye mtu sawa sawa na haki yake. Baba, ninaomba umlipe uzima, ninaomba umlipe uzima, ninaomba umpe uzima, maana amekutumikia. Ninaomba umuondolee, maana kuna tofauti ya kupenda, kuna tofauti ya kupoza, na kuna tofauti ya kuondoa. Yule Bwana anayekutumikia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa moyo wake wote, kwa akili zake zote, kwa fahamu zake zote, na kwa mali zake zote, Rina Mashanda. Na watoto wake wanasumbuka kwenye magonjwa ya ukimwi, na vijana wake wanasumbuka, Raba Shanda Raba, na watoto wake wanasumbuka, lakini mama anakutumikia, huyu baba anakutumikia, huyu kijana anakutumikia, huyu mzee anakutumikia, Rina Mashanda Raba, Rina Mashanda. Huyu mchungaji anakutumikia, huyu mwinjilisti anakutumikia, huyu mtume anakutumikia, Rina Mashanda Raba. Uliowaita kwa jina lako wanakutumikia Bwana, nami Bwana ninakutumikia, ili upate kusikia huko juu
mbinguni ili upate kushusha uponyaji, kuondoa kwa jina Yesu, kuondoa kabisa ugonjwa wa ukimwi ambao unashambulia seli hai za huyu mtoto, seli hai za huyu baba, seli hai za huyu kijana, seli hai za huyu mzee, seli hai rina mashanda rabo koporaba na mashanda za huyu mwimbaji wa nyimbo za Injili anayekuimbia Bwana, anayekutukuza Bwana. Raba shanda hakuziangalia hali, aliendelea Bwana na kukutumikia, aliendelea Bwana na kukuabudu, aliendelea Bwana na uinjilisti, lakini Bwana yuko raba shanda, yuko katika hali rina mashanda raba ya kuugua ugonjwa huu wa ukimwi Bwana, yuko katika hali ya kisukari, ya pressure Bwana, rama shanda raba kaparaba, ya vidonda vya tumbo rina mashanda raba. Ninaomba Bwana Yesu upate kusikia kutoka makaoni mwako huko juu mbinguni, upate kuachilia uzima na uponyaji na huyu anayekutumikia Bwana na ameshaanza kazi hii ya kukutumikia. Naomba umuondolee ugonjwa, umuondolee kabisa Bwana, umuondolee pressure hii, umuondolee ukimwi huu kwa jina la Yesu. Umuondolee Bwana raba shanda raba rina makapa. Achilia upako wako Bwana, achilia upako wa uponyaji, achilia upako wa uponyaji ufuatane na huyu anayekutumikia Bwana. Upako wa uponyaji uingie ndani ya huyu anayekutumikia kwa mali zake zote, anayekutumikia raba shanda raba, yeye na nyumba yake. Maana Joshua akasema, tazama mimi na nyumba yangu tutakutumikia Bwana. Tazama umama na nyumba yake anakutumikia, lakini kwenye familia hiyo baba wako kwenye magonjwa ya ukimwi, pressure, kisukari raba shanda robo sinda raba kaparaba. Baba wapate kuwatazama kwa jicho la huruma ili upate kutimiza sheria yako Bwana ya Kutoka 20:23-25 inayosema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu na atabariki chakula na utaondoa ugonjwa. Baba mimi nasimama katika kuondoa ugonjwa na apata kuwa na mwenye kuharibu pia mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na umesema hesabu za siku zao utazitimiza katika jina Yesu. Anakutumikia Bwana ili ukimwi huo usisitishe maisha yake, ili apate hesabu za maisha yake zipate kutimia, hesabu za kuishi hapa duniani zipate kutimia, hesabu za huyu baba, hesabu za huyu mama, hesabu za huyu kijana, hesabu za huyu mzee anayesumbuliwa na ukimwi, anayesumbuliwa na pressure, anayesumbuliwa na kisukari, anayesumbuliwa na TB, anayesumbuliwa na mkanda wa jeshi, anayesumbuliwa Bwana na magonjwa nyemelezi rina mashanda rabo sikarata ina mashanda rabo kaparaba rina mashanda kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo ukapate kumuondolea ugonjwa huu mzito Bwana, ambao mwanadamu kwake ni mzito, lakini kwako ni jambo jepesi. Raba shanda na makaparaba rina mashanda rina makaparaba. Kwa nini jambo gani Bwana rina mashanda lilogumu kwako usiloliweza? Nami nimeleta hoja hii ambao Bwana mwanadamu anaona ni nzito, lakini kwako ni nyepesi. Nikisema Bwana tunaweza mambo yote kwa wewe Bwana unayetutia nguvu. Ninaomba nguvu zako zishuke rina mashanda niweze kuachilia uponyaji kwa neno lako raba shanda na huyu mgonjwa wa ukimwi kwa jina Yesu apone kwa jina Yesu, apone kwa jina Yesu, apone kwa jina la Yesu, apone kwa mamlaka inayopita majina yote ya Bwana wangu Yesu Kristo, kwa uweza wako mkuu, kwa nguvu zako kuu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina lako Yesu Kristo. Huyu mama anapona, huyu baba amepona, huyu kijana amepona, huyu mzee amepona, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Wewe uliyenifuatilia, wewe ulisikia maombi haya, ninaomba kupitia maombi haya umsambazie na yule ambaye naye ana mgonjwa kama huyo. Maana imeandikwa, mpende jirani yako kuliko nafsi yako. Mpende raba shanda hata ikiwa wewe hausumbuki na shida hiyo, lakini kuna jirani yako anayesumbuliwa, muweze kumsogezea maombi haya katika jina la Yesu, akayafuatishe na akakutane na ushindi wake, akakutane na muujiza wake, akakutane na maajabu yake. Maana hata Simeoni Petro
akaambiwa tazama una nini na mashanda rina makaparaba, akasema ninazo nyavu, akaambia tosa nyavu zako kilindini ukavue samaki. Kwa jina la Yesu Kristo raba shanda raba, na utakayetoa muda wako kuyafuatilia maombi haya kwa jina la Yesu Kristo ukavune uzima na kisha uzima ukawe tele ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Hata wewe utakayesema Bwana mimi natangulia kutoa ili Bwana ukapate kunipa uzima, ili Bwana ukapate kunipa uponyaji sawa sawa na kifungu cha sheria cha Ayubu 41 ule mstari wa 11 unaosema rabakapa, ni nani aliyetangulia kunipa ili na mimi nimlipe kwa jina Yesu, maana vitu vyote viko katika uwezo wa mikono yake. Baba, uponyaji uko katika uwezo wa mkono wako. Tazama huyu Bwana ametoa kwa jina Yesu, ametoa kwa jina Yesu, ametoa kwa ajili ya watoto wake, ametoa kwa ajili yake binafsi, ametoa kwa ajili raba shanda ya wengine Bwana, ametoa kwa ajili ya kukutumikia kwa njia uinjilisti, kwa njia utume, kwa njia raba shanda ya uimbaji. Ametoa Bwana raba shanda raba sehemu ya kazi ya mikono yake kwa jina la Yesu rina mashanda ina makaparaba, na kwa kuwa ametoa kwa jina la Yesu na huka Bwana ukamlipe uponyaji na uzima, maana viko katika uwezo wa mkono wako, viko katika uwezo wa mkono wako uponyaji na uzima na afya kwa huyu mama anayesumbuka na ukimwi, huyu baba, huyu kijana, huyu mzee, huyu mkurugenzi, huyu mkulima, huyu mfugaji raba shamfa na biashara raba kapa rina masanda raba rabu kapa raba kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ukapate kumpa uzima, maana vimo katika uwezo wa mikono yako kumpa uponyaji, afya kwa jina la Yesu raba shanda raba kwenye seli zinazoshambuliwa kwa jina la Yesu Kristo, na kinga za mwili wake Bwana wewe una uwezo wa kuachilia kinga maradufu kwa jina la Yesu Kristo. Kinga za mwili zikaingia ndani yako, kinga za mwili zikaingia ndani yako, kinga za Mungu za kinga zitokazo katika kiti cha enzi, kinga zitokazo katika uwezo wa mkono wa Mungu zikaingie ndani yako Baba, zikaingie ndani yako mama, zikaingie ndani yako kijana, mzee unayesumbuliwa na ukimwi, kijana, binti, pressure, kisukari kwa jina la Yesu Kristo. Na hiyo kinga raba shanda raba kaparaba raba shanda raba kaparaba rina mashanda raba kaparaba rina makaparaba rina mashanda raba kaparaba ikatembee na wewe siku zote za maisha yako, ili zile hesabu ambazo Bwana amesema katika Kutoka 23, 24, 25 kwamba nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu na atabariki chakula chako na ataondoa ugonjwa kati yako, hapatakuwa mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa, na hesabu zako zikapate kutimizwa sawa sawa na imani yako. Nikiwa nimeomba haya, nikiwa ninaamini ya kwamba imekwisha kuwa kwako kama ulivyopokea na kama unavyoamini. Moja kwa moja ninapatikana pia kwenye Tigo namba. Nitaomba radhi kwa yule atakayekuwa anafuatilia pia sehemu hii ya pili ya maombi haya. Namba zile za kwanza nilizozitaja baada ya kukamilisha maombi ya kwanza, ninaona kidogo niliweza kukosea. Kwa hiyo namba zangu pia nitaziandika hapa mbele kabisa kwenye ujumbe wangu ambao ni 0659151020. Hivyo wewe ambaye Mungu atakufanyia muujiza huo, ni vizuri ukarudisha shuhuda zako hata kwa kutoa SMS kwamba nashukuru Mungu ameachilia uponyaji, kwa maana hata ushuhuda ni moja ya kumrudishia Mungu utukufu. Mungu akubariki sana. Asante kwa wewe ambaye utakayesambaza ujumbe huu. Utakuwa ni mmoja wapo ya watu ambao wanamtumikia Mungu kwa kuhakikisha watu hawapotezi maisha yao, ili hali kuna nafasi na neema ambayo Mungu ameiachilia kwangu na kwako wewe uliyesikiliza, ili ujumbe huu wa maombi ya uponyaji kwa wenye ukimwi uwafikie wengi. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuwa nami. Tegemea muujiza ambao Mungu atakufanyia kwenye maisha yako hivi leo.